Kesi inayomkabili mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu imefanyika tena leo, lakini imegubikwa na matukio mbalimbali ya kusikitisha. Miongoni mwa matukio hayo ni viongozi mbalimbali wa chama hicho kutekwa na watu waliovaa sare zilizodhaniwa kuwa ni za jeshi la polisi, lakini baadaye walikutwa katika maeneo ya porini huko Mabwepande wakiwa wamejeruhiwa vibaya. Walipelekwa hospitali ya Mwananyamala kwa ajili ya matibabu, na mpaka wakati naingia hewani bado hakuna taarifa za kutosha kuhusu hali ya hao majeruhi. Ripoti za awali kutoka kwa Brenda Rupia, mmoja wa viongozi waandamizi wa chama hicho na msemaji wa chama hicho, ilieleza kuwa hali ya naibu katibu mkuu wa Zanzibar pamoja na mkurugenzi wa fedha wa chama hicho zilikuwa mbaya. Taratibu zilikuwa zinafanyika kuwahamisha hospitali ya juu kwa ajili ya matibabu zaidi. Pia ripoti zilieleza kuwa mtu mmoja aliyekuwa nao alifariki dunia. Hata hivyo, jina la marehemu halikuweza kufahamika mara moja. Kwa hiyo pamoja na matukio haya ya watu kupigwa, kutekwa, lakini kuna mtu amepoteza maisha. Lakini la kusikitisha zaidi ni kwamba kuna idadi kubwa ya watu ambao walikuja kwa ajili ya kusikiliza hiyo kesi, wengi wao wakiwa wametoka mikoani, ambao mpaka sasa hivi habari zao hazifahamiki. Na kabla ya kuingia hewani, kulikuwa na miito kutoka kwa baadhi ya viongozi wa Chadema kulitaka jeshi la polisi liwaeleze watu hawa wako wapi, kama wamekamatwa au wametekwa na vitu kama hivyo. Makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa, Mheshimiwa John Heche, naye alikumbwa na ukatili wa kimwili alipokuwa akielekea mahakamani kufuatilia kesi ya Mheshimiwa Lissu. Mheshimiwa Heche alipigwa na askari waliokuwa katika eneo la mahakama na ilibidi kupata matibabu. Sasa hii inaeleza kwamba nidhamu ambayo angalau huko siku za nyuma jeshi la polisi limekuwa likionyesha kwa viongozi watendaji viongozi waandamizi wa Chadema na vyama vingine vya upinzani ni kama imeondoka. Takumbuka jinsi Mheshimiwa Lissu alivyokamatwa kule Mbinga mkoani Ruvuma kabla ya kuletwa jijini Dar. Nguvu iliyokuwa inatumika haiendani na hadhi ya yule kiongozi husika, kwa sababu ni kiongozi wa kitaifa. Lakini pia ukiangalia matukio yaliyomwandama Mheshimiwa Heche majuzi hapa alipokuwa katika mkutano wake wa Kariakoo, jinsi nguvu kubwa iliyotumika dhidi yake, na leo imeonekana hadharani kwenye video ambazo zimerekodi tukio hilo akiwa amepigwa teke na kuanguka chini. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba ile nidhamu ambayo angalau kwa kiasi fulani jeshi la polisi walikuwa wanajitahidi kuwa nayo, heshima waliokuwa nayo kwa hao viongozi wa vyama vya upinzani hususan hawa wa kitaifa, ni kama imeondoka, na hii inaashiria hali kuwa mbaya. Kadhalika, katibu mkuu wa Chadema Mheshimiwa John Mnyika pia alikamatwa na jeshi la polisi eneo la Faya jijini Dar wakati alipokuwa akielekea kuelekea mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kufuatilia mwenendo ya kesi inayomkabili Mheshimiwa Lissu. Kukamatwa kwake kulitokea bila taarifa rasmi wala sababu zilizopelekea kukamatwa huko. Kwa hiyo ukiangalia hapa kama kuna pattern fulani, kuna mwenendo unajitokeza hapa wakati Mheshimiwa Lissu amekamatwa na kuwekwa ndani kwa kesi ambayo ukiangalia uzito wake sio sawa na hali ilivyo. Na ikumbuke kwamba tayari Mheshimiwa Lissu amekaa zaidi ya wiki 2 ndani. Kadhalika kuhusu Mheshimiwa Heche, juzi alikamatwa Kariakoo, baadaye akaja kaachiwa usiku, na leo ndio kama hayo yaliyotokea, na hivyo kwa Mheshimiwa Mnyika. Kwa hiyo unaona uongozi mzima wa Chadema ni kama unaandamwa na hizi vurugu zinazofanywa na jeshi la polisi, na hii ina athari katika uongozi wa chama, kwa sababu ili chama kiweze kufanya majukumu yake vizuri, shughuli viongozi wawe huru kutekeleza majukumu yao bila kuhofia kuingiliwa na polisi. Lakini pia
katika utekelezaji wa majukumu inakuwa vigumu pale ambapo viongozi takriban wote, mwenyekiti yuko jela, makamu ndio hivyo anaandamwa hiki na kile, na viongozi wengine waandamizi wanakuwa wanaandamwa. Na hii yote inatokea wakati kulikuwa na taarifa ambazo zilikuwa zimezagaa wiki iliyopita kwamba kulikuwa na mpango wa jeshi la polisi kuwakamata Mheshimiwa Heche pamoja na Mheshimiwa Lema. Hizi ni taarifa ambazo zilikuwa zimezagaa last week, lakini bahati nzuri hazikutokea. Lakini inavyoonekana kwamba dhamira hiyo huenda ikatekelezwa muda wowote kuanzia sasa. Ukizingatia kilichotokea kwa Mheshimiwa Heche majuzi na hali ilivyokuwa leo, yayumkinika kuamini kwa muda wowote viongozi kadhaa waandamizi wa Chadema watajikuta wamekamatwa. Wakati huo huo, viongozi wengine wa chama hicho walikuwa katika shughuli za ndani za chama akiwemo John Pambalu, Twaha Mwaipaya, Lucas Ngoto pia waliripotiwa kupigwa na kutupwa maeneo ya Babu Pande kwa Bagamoyo. Ripoti zinaeleza kuwa walijeruhiwa vibaya. Moja ya vitu ambavyo vimetokea leo na pengine ni cha msingi sana, kama jeshi la polisi limethibitisha kuwa linahusika na watu wanaotekwa, kwa sababu shughuli nzima ya watu walivyotekwa na kwenda kutupwa inashabihiana na matukio ya huko nyuma yaliyoripotiwa ya watu kupotea, watu kutekwa na namna kama hiyo. Kwa hiyo hili pengine ni kubwa zaidi ya haya mengine yaliyotokea siku ya leo. Na hapo mahakamani, kesi ya Mheshimiwa Lissu iliendelea kusikilizwa kwa mtandao licha ya Mheshimiwa Lissu mwenyewe kukataa kushiriki kwa njia hiyo, kwa sababu Mheshimiwa Lissu aliweka msimamo kuwa ni lazima yeye mwenyewe awepo mahakamani. Pia mawakili wake waliwasilisha hoja kadhaa wakieleza kwamba kwa mujibu wa kifungu cha 192 cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, mashtaka ya awali yanapaswa kusikilizwa hadharani mbele ya mshtakiwa. Kadhalika, wakili Mpoki Mpale kwa niaba ya timu ya utetezi alieleza hapo mahakamani kuwa Mheshimiwa Lissu alikuwa amepelekwa gereza la Keko na baadaye kuhamishiwa gereza la Ukonga bila taarifa kwa mawakili wake wala familia yake. Pia alihoji kwa nini mtuhumiwa ananyimwa haki ya kupokea chakula kutoka kwa familia, hasa ikizingatiwa hali yake ya kiafya. Pia alikosoa hatua ya kuzuia waandishi wa habari kuingia mahakamani. Lakini pia inaelezwa kwamba hata siku ya Pasaka, wakati wafungwa wengine waliopo huko gerezani walipewa ruhusa ya kuhudhuria ibada wa Kristo. Pasaka ni sikukuu ya Wakristo, lakini Mheshimiwa Lissu hakupewa fursa hiyo. Kadhalika, wakili mmoja alipokwenda kuongea na Mheshimiwa Lissu, haki yake ilikiukwa, kwa sababu mfungwa anapotaka kuongea na mwanasheria wake, kwa kawaida askari wa magereza wanakuwa kando, kwa sababu wanastahili kupewa faragha kati ya mshtakiwa na yule wakili wake. Lakini wakati wa maongezi haya kulikuwa na askari magereza wawili nyuma ya wakili na wawili nyuma ya Mheshimiwa Lissu, na hata maongezi yenyewe hayaweza kufanyika ana kwa ana, walitumia njia ya simu kwa sababu kulikuwa na kitu ambacho kimezuia mawasiliano kati ya Mheshimiwa Lissu na Mheshimiwa na huyo wakili wake. Kwa hiyo huu ni ukiukaji wa haki za binadamu na ambao kwa hakika haustahili kufanyika. Sasa baada ya kuzungumzia matukio haya yaliyotokea, na hapa nimefanya summary tu ya mengi yaliyojiri siku ya leo. Kuyaeleza yote itachukua pengine saa nzima, na naelewa umuhimu wa kufupisha maelezo. Kwa hiyo haya ni baadhi tu ya mengi yaliyojiri siku ya leo ya kusikitisha, lakini hicho ndio kilichotokea. Sasa upande wa sehemu ya pili ya makala hii inaeleza kwa kifupi, ni tathmini kwa kifupi ambacho ni muhimu kwa Chadema kuzingatia kwa sababu mustakabali sio mzuri. Katika muktadha wa siasa za upinzani, matukio haya yanadhihirisha uwepo wa mkakati mpana wa kuikandamiza Chadema kwa kutumia vyombo vya dola. Ni nadra kwa dola kutumia nguvu kiasi hiki dhidi ya chama ambacho pengine kwa mujibu wa maelezo ukisikia kutoka kwa watu wa CCM kwamba Chadema haina ushawishi mkubwa, sio tishio. Lakini hii inaashiria kuwa serikali inaiona Chadema
kama tishio halisi kwa mamlaka yake. Kutokea kwa matukio haya mfululizo bila wahusika kuwajibishwa kunathibitisha kuwa serikali imejenga utamaduni wa kutenda pasipo hofu ya madhara. Yaani watu wanafanya bila kuhofia nini kitakachotokea. Polisi wanaweza wakampiga mtu lakini wanajua kuwa nothing is going to happen. Mfumo wa haki na usimamizi wa sheria haujatoa ishara yoyote ya kuwakemea au kuwawajibisha watendaji wa vitendo hivyo. Hili linazidi kuhalalisha dhuluma kama sehemu ya utawala. Lakini kwa upande wa Chadema, hali ya kushindwa kujibu kwa mkakati madhubuti nayo kidogo inatia shaka, kwa sababu hili sio tukio la kwanza kwa chama hicho kukumbwa na ukandamizaji. Kwa miaka mfululizo Chadema imekuwa inakumbwa na vitu kama hivi. Hata hivyo, mwitikio umekuwa mdogo, ukikosa mshikamano wa kisiasa, kijamii na hata kisheria. Hali hii inaweza kutafsiriwa kama chama kukubaliana kimya kimya na hatima ya mateso, yaani kuwa ni stahili yao, yaani pamoja kwa ukandamizaji unafanyika, watu hawaupendi, lakini kuna ile hali ya kusema hata tukifanya hivi itakuwaje. Na hii kwa bahati mbaya ni mentality ya Watanzania wengi kwamba bwana sisi tutafanyaje bwana, si hata tukifanya hivi itakuwa vile, hata tukifanya hivi itakuwa vile. Ukishakubali na yule mtesi naye anaona kuwa amepewa haki ya kutenda vile vitu. Hata hivyo, Chadema ina nguvu ya ndani ambayo kwa hakika haijawahi kutumika kikamilifu. Jinsi ambavyo serikali inahusika moja kwa moja katika kukandamiza viongozi wake ni ushahidi wa wazi kuwa chama hicho ni tishio la kweli kwa utawala. Kuna msemo wa Kiswahili kwamba nguvu ya adui yako ni kipimo cha hofu yake juu yako, na hii inathibitika. Laiti Chadema ingekuwa sio chama tishio, laiti ingekuwa haina uwezo mkubwa, wala CCM na serikali yake na vyombo vya dola wasingehangaika kiasi hiki, wasingekuwa wanamwaga lundo la maaskari kwenye matukio kama haya ya kesi ya Mheshimiwa Lissu. Wanafanya hivyo kwa sababu wanahofia nguvu ya umma. Kwa hiyo nguvu ya umma ndicho wanachokihofia, lakini hiyo nguvu ya umma haijawahi kutumika. Kipindi hiki ni cha maamuzi kwa Chadema. Kama chama kitaendelea kuamini kuwa haya ni matukio ya kawaida kama yaliyotokea huko nyuma, basi hatari kubwa inakisubiri chama hicho. Hili sio tukio la kisiasa tena, ni mapambano ya kimaisha ya chama. Yaani uhai wa chama sasa hivi uko mashakani kutokana na hizi jitihada zinazofanyika. Ukimya au upole utapelekea si tu mateso kwa Mheshimiwa Lissu na viongozi wengine, bali kuangamiza chama na viongozi wengine. Swali la msingi linabaki, kwa nini wito wa viongozi wa Chadema kwa wanachama huwa hautoi matokeo? Wakati wa matukio kama hili la leo, kuna mahakamani au hata maandamano, mara nyingi wanaojitokeza wanakuwa ni viongozi pekee. Kama wanachama wa DAA, kwa mfano DAA Chadema ina wanachama wangapi? Yayumkinika kuhisi ni zaidi ya 100,000. Je, wangetokea japo 50,000? Polisi hawana idadi hiyo ya polisi 50,000 kujitokeza kwa tukio moja. Kwa hiyo maana yake kuna kitu ambacho Waingereza safety number. Kadri watu wengi watakavyojitokeza ndivyo kadri jeshi la polisi litakavyoelemewa na kushindwa kufanya huo ukandamizaji wanaofanya. Polisi wanaweza tu kufanya hiki wanachokifanya kwa sababu idadi ya watu ni ndogo, lakini idadi ikiwa kubwa watahofia kufanya, kwa sababu wakitumia mabavu maana yake wataua watu wengi, wataumiza watu wengi, na hicho ni kitu ambacho wao wenyewe pia wanakihofia. Kwa hiyo katika mazingira sasa, ukombozi wa chama hautoletwa na viongozi pekee, utatokana na umoja, mshikamano na ujasiri wa wanachama wake. Kila mmoja anapaswa kuwa sehemu ya mfumo wa kujilinda, kudai haki, kusimamia misingi ya kidemokrasia. Muda wa kulalamika umepita, ni wakati wa kutenda kwa nidhamu ya kimkakati na uthabiti wa kisiasa. Lakini mwisho, matukio haya yanaweka historia mpya katika siasa za upinzani Tanzania. Ni wajibu wa kila mpenda demokrasia ndani na nje ya nchi kufuatilia, kuripoti na kuchukua hatua stahili. Kama taifa litaruhusu hali hii kuendelea, si Chadema tu itakayopotea, bali misingi yote ya demokrasia nchini Tanzania. Je, una maoni gani kuhusiana na haya yanayoendelea? Je, wewe unaishauri Chadema ifanye nini kukabiliana na hili tishio? Kwa sababu tishio kubwa zaidi ni kwamba endapo haya yanayoendelea yataruhusiwa, yamkini kuamini kuwa hiyo dhamira ya kuiangamiza Chadema moja kwa moja,
na pengine kumwangamiza Mheshimiwa Lissu katika maisha yake ya kisiasa ikatimia. Asanteni na kwaherini.